Nimekusubiri sana Sari, niache tu nikaolewe. Sitaweza kuikataa hii ndoa. Ikiwa jambo liloamrishwa kufanyika haraka mtu anapohitaji kuoa au kuolewa. Najua, lakini unapaswa kunivumilia. Kumbuka, mimi na wewe ni wa muda mrefu. Aliyekuja sasa hivi ni kwa sababu ya mwezi mtukufu unaokuja. Ikiwa mimi nimekubali mpaka mwezi upite tusionane, najiweka sawa ili nikuoe. Unajua sasa hivi nikilazimisha tutaishi kwa shida. Na hata kula yetu itakuwa ya taabu, na mimi sitaki upate shida. Sina uwezo wa kuikataa hii ndoa. Itaonekana wa ajabu sana. Wakati watu wengi wanalilia ndoa na hawapati. Na kakangu unamjua ni mtu mkali sana. Akiamua jambo lake anataka liwe. Na unajua nyuma nimekataa watu wangapi kukusubiria wewe. Nakuomba tu utakuja kupata mtu mwingine kukupenda kama mimi. Niache nikaolewe. Hata mimi nahitaji hii ndoa, ni jambo la heri. Ndio. Ni ukatili mkubwa sana unaonifanyia. Sio jambo sahihi kabisa kunitelekeza kiasi hichi. Maisha yanipige. Baada ya kuwa wewe ni mfariji wangu, hatimaye na wewe unanipiga zaidi. Mimi sitoweza kuacha uolewe hata mara moja. Inatakiwa uweze. Kabla ya ndoa nilidhani nitakume, lakini nilishika pete mkononi nikapanga. Tafadhali nakuomba ukubali kubadilisha dini ili tuweze kufunga ndoa. Maana sijaona mwingine kabisa wa kuzidi wewe. Unanifurahisha wewe. Tumekaa siku hizo zote tujaribu kuzungumzia masuala ya ndoa. Umeona mwezi unakuja huo ndo kaanza kusema kwamba mimi tuwe mke na mume. Umeniona mimi wakupikia futari na kunitumia unavyotaka eh? Hapana, sina maana hiyo. Yote haya nasema kwa sababu nakupenda sana. Sikia nikwambie, mimi sipo tayari kubadili dini. Napenda dini yangu na nimani nayo. Mume wangu huyo. Naam. Naona mguu wa kutoka. Ndio, lakini sichelewi kurudi. Narudi muda so mrefu. Safina, unajua kabisa jinsi gani ninavyokupenda. Mimi hayo tunafanya kwa sababu nahitaji tuanzishe maisha yetu. Nahitaji tuendelee na mahusiano yetu. Sawa, ila nitakumisi. Nakupenda sana. Wewe ni mwanamke wa pekee katika maisha yangu. Wewe ni kimbilio la moyo wangu. Wewe ni usingizi wangu. Kwa hiyo nakuomba ukubali kubadilisha dini ili niweze kukuoa. Ni sawa? Afu vile dini zenu amchelewaji nyewe kuachana. Sio kama za kwetu. Si kwetu tukioana tunakaa. Labda kifo ndo kitutenganisha. Hapo nyuma sijawahi kumpenda mwanamke kwa akili zangu zote timamu kama ninavyokupenda wewe. Wewe ni furaha maisha yangu. Sihitaji nikukose hata kidogo kwa jinsi ambavyo nakupenda. Nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Ni dakika 2 mshapeana talaka. Mimi siwezi.
Afu nikakae kwenye ndoa siku 2 nimeitwa mke mwenza. Si wake wa 4, si wake wa 3, ni siwezi. Hivi unajua kwamba hakuna dini ambayo ni msimamo hapa duniani kama dini ya Kiislamu? Ni sawa. Lakini mimi sitaki kubadili dini. Alafu vile nishampata Mkristo mwenzangu. Mimi na wewe kuanzia leo basi. Jela na iko juu yangu, au mapenzi si yangu. Kabla ya ndoa nimevunjika moyo, kabla ya ahadi niachwa peke yangu, nimekataliwa, nimeumizwa. Sijawahi kujutia tangia niolewe na wewe. Wewe ni mwanaume wa maisha yangu, mwanaume bora. Nakupenda sana mume wangu. Umeanza. Sasa huyu yuko wapi huyu? Maana ameondoka muda mrefu sana mpaka sasa hivi hajarudi. Na mnajua kabisa kwamba leo mnatakiwa muende dukani mkachague gauni la harusi. Hii imekaaje? Wifi yangu yupo hajaenda mbali. Nimemwagiza hapo, hivyo atavofika tu moja kwa moja nitaambia twende dukani tukachukue nguo, sijali mama. Unapojua kumtetea wifi yako sasa. Hamna. Sawa. Basi mimi nakuacha. Sawa, bye. Bakia salama. Bye. Narudi sasa hivi. Sawa, bakia salama. Baadaye. Wakuvukia kwenda kwa mwingine, nilikuwa tayari kuwa, lakini yeye Kulikoni shoga yangu? Mbona unacheka sana kama marabuza? Labda muulize wewe. Unaonekana akili hamna kabisa siku hizi mwenzetu. Najaribu kufikiria sana. Hivi dada yetu ana gundu gani? Hivi umefikiria nini ndio unaongea maneno kama haya? Salama, karibu. Asante. Wazima? Wazima, si wewe? Wazima kabisa. Sasa nilikuwa na shida na wewe. Basi ngoja kwanza nikutolee kiti. Sijali dada yangu. Jambo la muda mfupi tu ninaondoka. Ndio maana nikakwambiaje, huyu akili hamna. Sio mwenzetu kabisa. Yote sawa. Ila mbele yetu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia. Na asilimia nyingi wanawake wote duniani wameolewa na wengine wametolewa kushika uchumba. Ndio maana nimesema dada yetu na gundu gani? Maana kwa mimi sielewi mwenzetu uko vipi? Yaani umejipangaje? Sasa dada yangu, mimi kilichonileta hapa ni kuhusu mdogo wako Safina. Mdogo wako mimi nampenda sana. Ndio. Lakini hataki kunielewa kabisa. Ananikataa kisa dini. Mungu si mmoja jamani. Kwa nini nakuomba unisaidie kuhusu kuongea naye? Sawa, lakini sio jambo jema kunifuata hivi. Sasa mfano, wewe unajuaje kama dada yangu wanaume hawamuoni? Maana na kwa style anavyojiweka, sidhani kama kuna mwanaume anaweza kumuoa. Kweli kabisa. Eti Yaani umekaa kabisa hapa na hiyo kibaraka chako, ni kweli kabisa? Mnakaa mnashauriana ujinga, mnakaa mnaelekezana mambo ambayo hayafai, eti ni kweli kabisa? Hivi nyinyi mna akili nyinyi? Akili zenu zinafanya kazi? Lakini mpaka umefika hapa, inaelekea kweli umechizika naye. Wewe acha tu dada. Yaani hapa imebaki kuokota makopo tu. No. Sasa mbona unanicheka? Amna, nimefurahi tu. Jinsi uniambia umepagawa. Mapenzi tu haya. Ila ningekuomba kabisa unisaidie, maana nimeshasema kwamba amempata mwenzake ambaye ni Mkristo anayeendana naye. Watu wazima, mashina kwa nafanya kazi, mnakaa kwanza kumjadili dada yenu. Hakika mnafanya kazi nyinyi? Mbona mnakuwa watu wazima ovyo nyie?
Sweta mpoje. Mnakaa hivi mnajadili mimi naolewa lini? Yanawahusu nini? Maisha yangu yanawahusu? Mpoje nyinyi? Haya. Sawa. Endeni kuongea. Asanteni sana. Unaona kama umelikoroga? Unaona? Mimi au wewe? Maana hii mada umeanza wewe. Mimi nimeanzisha ila sio kwa baya. Mimi nimeongea tu kwa upole na kwa wema. Ila wewe ndo umemcheka, yaani umemcheka mpaka amejisikia vibaya. Sasa leo kwa hatua ambayo umeondoka nayo humo ndani. Sijui kama humo ndani patapikika. Hivyo basi kila mtu ajue hapa anakula wapi. Sasa hapa tutafanyaje? Maana mimi mwenzako sina hata msini hata mbovu. Sawa, nitajaribu kuzungumza naye. Ila atajutia. Nikishaongea naye nitakuja kukwambia. Kimekulamba ndugu yangu. Ila sema tu mimi na kiasi kidogo tu cha pesa. Nitakukopesha mbuzi wewe ili upate kula chochote kitu. Sawa, kibali cha nazi. Mimi kibali cha nazi? Ndio. Yaani mimi kibali cha nazi. Kwani mimi mbuzi? Yaani mimi unavyoona napanda na mbuzi. Wewe ni mbuzi tu. Sikiliza kama tu kunisaidia useme. Sikia. Mimi ndo nakupa hela. Sasa kama unaongea sana sikupi hela. Basi haya tuyamalize Aisha. Utanikopesha. Basi wewe mbuzi nitakukopesha tu siwazi. Wewe unataka maisha kulelewa? Hizo. Basi utakuwa umenisaidia kuongea naye. Nashukuru sana. Karibu tena. Haya, asante. Ama kweli mpenzi, shikamoo. Vipi mlembo wangu? Safi. Vipi ushamalizana yule mlembo mwenzio? Bana, sio vizuri. Mwanaume mwenzao atamhitaji mlembo. Basi samahani. Vipi lakini ushafinish kila kitu? Kila kitu kipo sawa, jimbo lina kwako. Lakini sasa nakija kukuona naye tena. Kitu nitakachokifanya tutagawana jumbe vya jela. Wewe naye shanza kumtisha. Kumbuka mimi ni mtoto wa kike, afu bado mdogo. Usijali bibi. Sema ni tunge tungagetoni sasa, unajua sielewi. Sawa, lakini nimemisi ile nyimbo yako hiyo. Baridi nitakuimbia mo. Poa. Vipi kipenzi changu? Maandalizi yanaendeleaje? Maandalizi kwa upande wangu yanaenda vizuri. Hapa naelekea nyumbani, twende dukani tukaangalie gauni. Mara dukani gauni alikuwa ameisha. Wow, hata mimi hivyo hivyo. Hapa nawaza haimuni yetu tutaifanyia wapi? Maana anavyokupenda kila sehemu unaoenda naona haitufai. Jamani, usinifanyie kama hivyo. Basi unajua anavyokupenda, kwani sifanye vitu vizuri kwa ajili yako? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi? Mbona mko hapa? Shikamoo kaka. Mimi nakuuliza unanisalimia. Huu ni utaratibu gani? Tusamehe tu. Tulikutana tu kwa bahati mbaya. Na hata hivyo nilikuwa namsalimia tu. Sawa. Wewe unaweza kwenda nyumbani. Na unajua kabisa kwamba mwenzako anakusubiria kule. Ili muende dukani ukaangalie gauni. Wewe uko hapa. Hili tabia gani? Naweza kaenda. Sawa. Vipi, maandalizi yako yanaendeleaje? Maandalizi yanaendelea vizuri tu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kipo sawa. Sawa. Nikutakie maandalizi mema.
Yaani wewe bora uvae kurudi. Haya. Yaani bora hata ulivyofika. Hapa twende dukani tukachukue nguo. Wifi, niingie hata ndani nikabadilishe nguo jasho. Ubadilishe nguo? Kakako umemwona hapa bado nusu animeze mimi. Ina maana kakako umjui unataka kujizima data. Ungejua usengoe kurudi. Twende dukani huko. Haya basi twende. Twende. Hapa ni wapi sana? Subira, sikuwahi kukwambia kabla. Ile eneo aliniachia mzungu mmoja. Sasa sijajua alipoenda kwao kilitokea kitu gani. Akaamua kuniachia ghafla eneo lote liwe langu. Na dokumenti zote amenitumia. Mpango ilikuwa niuze ili nikajenge frame za biashara na nyumba ya kuishi mimi na wewe. Lakini wewe mwenzangu kuwa mvumilivu. Na nimeamua nikulete hapa kutokana kwamba mimi nawe tumeishi muda mrefu sana. Nikaamua kabisa nikulete hapa kabla hujaolewa. Hongera. Mwanamke utampata sasa hivi atakuja kuishi maisha mazuri sana. Nikutakie kila la heri katika maisha yako. Kabla ya ndoa nilidhani nitakuwa mume, lakini nikabaki kivuli cha mapenzi. Nilishika pete mkononi, nikapanga maisha kichwani.